Nama, wiki jana kwenye makala ya Kilimo Leo tulikuwa tukiangazia usambazaji wa miche ya majani chai katika eneo la Mwachon na viunga vyake katika eneo bunge la Eldama Ravine, kaunti ya Baringo, hatua inayolenga kuwapa wakulima matumaini mapya ya kuongeza uzalishaji na kuboresha maisha yao kupitia kilimo cha chai. So tutashirikiana na hao bega kwa bega, wasaidie nyinyi, watupee list na tuko na miche mingi sana. Naam, leo hii tunarejea tena kwenye sekta hii muhimu baada ya Kenya kuingia katika ushirikiano mkubwa na taifa la Ufaransa ambao unaweza kubadilisha kabisa taswira ya biashara ya majani chai nchini. Mimi ni Kamau Waithaka, haya ni makala ya Kilimo Leo. We are one of the largest producers of tea in the world. The Mombasa Tea Auction is the largest tea auction on earth. Katika makubaliano yaliyoshuhudiwa na Rais William Ruto pamoja na Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron jijini Nairobi, wakulima wa chai wamepata sababu mpya ya kutabasamu baada ya kutiwa saini kwa mikataba ya biashara na uendelezaji wa chai maalum ya Kenya katika masoko ya kimataifa. Kupitia ushirikiano huo, kampuni ya Gatanga Industry Limited itaweza kusambaza chai maalum ya zambarau almaarufu Purple Tea katika soko la Ufaransa kupitia kampuni ya Palais des Thés, hatua inayotarajiwa kufungua milango ya masoko ya dhamani ya juu kwa wakulima wa Kenya. Signed an agreement to facilitate the purchase of premium Purple Tea varieties and promote Kenya's specialty teas across French retail networks, creating opportunities for value addition and high income for our farmers. Aidha, Equity Group Holdings imeingia katika ushirikiano na taasisi za Ufaransa kwa ajili ya kusaidia wakulima kupitia ufadhili, utafiti na mbinu mpya za kuongeza uzalishaji huku wakikabiliana na changamoto za mabadiliko ya tabia nchi. For the last 4 months, a lot of work has been done and we are happy to say there is a proposal of a research concept that we can give the stakeholders. We just came to realize that Kenyan tea can be like French champagne, you know, a prime product if you protect it, if you register it, and if you constantly produce it for the upscale market. And kwa wakulima wa kaunti ya Baringo, hii ni fursa kubwa inayoweza kuleta mageuzi makubwa katika kilimo cha chai. Maeneo ambayo tayari yanaonyesha uwezo mzuri wa uzalishaji kama Mwachon, Tinet, Tripkatoi, Tugumoi, Torongo, Chemsuso na maeneo ya milimani yanaweza kunufaika kupitia ongezeko la mahitaji ya chai yenye ubora wa juu katika masoko ya kimataifa. In France we have done it. Not for tea, but on other commodities such as wine, champagne, food. And we believe that through partnership we can exchange experience, we can provide technical expertise, and we can do it together and achieve the results. At the end of the day, it is more value for the producers, so you get more money. Faida kubwa inayotarajiwa ni kupanda kwa bei ya majani chai kwa wakulima wa kawaida. Kwa miaka mingi wakulima wengi wamekuwa kilalamikia bei duni licha ya kazi kubwa wanayoweka mashambani. Bei haitakuwa kabisa, haitakuwa stabilize, mara juu mara chini. Hiyo ndio shida. Kwa hiyo mali tunapelekanga bei yake ndio mpaka chini sana. Lakini sasa kupitia masoko ya kimataifa ya chai maalum, wakulima wana nafasi ya kupata mapato bora zaidi kutokana na bidhaa zao. Mbali na mapato, ushirikiano huu pia unaweza kuleta mabadiliko katika mbinu za kilimo. Wakulima wanatarajiwa kupata mafunzo kuhusu kilimo kinachostahimili mabadiliko ya tabia nchi, matumizi bora ya mbolea, uhifadhi wa maji pamoja na mbegu bora za chai zinazotoa mavuno mengi na yenye ubora wa juu. But the farmer must know, must first of all be educated. What are the intention? What are his benefit? And that is our role. Hatua nyingine muhimu ni mipango ya kupata idhibati ya kimataifa kwa chai ya maeneo ya milimani,
jambo ambalo linaweza kufungua zaidi soko la kimataifa na kuongeza thamani ya chai ya Kenya duniani. Kwa sasa, wataalamu wa kilimo wanaamini kuwa iwapo wakulima wa Baringo wataendelea kukumbatia kilimo cha chai na kutumia miche bora inayosambazwa, basi eneo hili linaweza kuwa miongoni mwa maeneo mapya yatakayoinuka katika uzalishaji wa chai nchini. We believe that a partnership between French companies and Kenyan companies will be a win-win relationship, because we expect French expertise, skills and capital to come and join our youth and to come and transform raw products in agriculture into finished goods, into value-added goods that we can then send to the rest of the world. Naam, kwa wakulima wa kaunti ya Baringo na kaunti nyingine, huu ni wakati wa kuona kilimo cha chai kama biashara ya kimataifa na si shughuli ya kawaida ya mashambani pekee. Fursa zilizofunguliwa kupitia ushirikiano wa Kenya na Ufaransa zinaonyesha wazi kuwa dunia sasa inahitaji chai yenye ubora wa hali ya juu kutoka Kenya. Wakulima wa maeneo yanayofanya vyema katika kilimo hichi wanahimizwa kuongeza juhudi, kutumia miche bora na kufuata ushauri wa maafisa wa kilimo ili kunufaika na soko hili jipya la kimataifa. Mustakabali wa chai ya Kenya unaonekana kung'aa na huenda Baringo ikawa miongoni mwa kaunti zitakazonufaika zaidi katika zama hizi mpya za kilimo cha chai. To the continuous prosperity and progress of Africa, to a strong and enduring partnership between Africa and France, to unity, solidarity and cooperation among our nations, to the good health and well-being of all distinguished guests and their families, and to Africa forward in our shared success. Cheers. Kamau Waithaka, nikiripotia Wingo Radio. Makala Kilimo Leo.